Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Asfar, ni mpenzi wa mazungumzo kuhusu malezi na makuzi ya vijana na watoto. Leo nataka nikwambie kwamba haya mazungumzo yangu tunazungumza ni kwa ajili ya kupeana fursa ya kurekebisha hapa na pale katika malezi. Haimaanishi kama wewe itakufanya uwe mzazi mzuri 100% au utampa 100% ya muda wako mtoto, au haitotokea mkagombana na mtoto wako. Hapana. Wazazi wengi tunapitia changamoto tofauti, stress za maisha, maradhi, magomvi katika familia na mambo mengi ambayo yanashughulisha akili yetu. Lengo la program hii ni kushirikiana, kupeana tu, angalau tuweze na sisi tujitahidi watoto wetu wapate mapenzi kwetu, kwa sababu dunia iko na watu wengi ambao wako kwa ajili ya kumuumiza mtoto wako tu toka akiwa mdogo mpaka anapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo tunafundishana kwamba angalau watoto wapate upendo kwetu, angalau wawe na pahali pa kukimbilia, angalau tuanzishe mahusiano bora. Lakini kuwa tunakosea katika malezi, wengi kama sisi sote tunakosea katika malezi, hakuna neno. Lakini je, unapata nafasi ya kurekebisha pale ulipokoseana na mtoto wako? Unapata nafasi ya kuboresha mahusiano yenu? Sitapenda mtu yoyote ajisikie vibaya, au mimi mzazi mbaya kwa sababu sifanyi hili, mimi si mzazi mbaya kwa sababu nafanya kitu hivi kwa kumuumiza mtoto wangu. Hapana. Wazazi wengi ni wazazi wazuri na walezi wengi pia ni walezi wazuri. Unajua, mara nyingi vile tulivyolelewa sisi, kwa kujua au kutokujua, na sisi ndio tunolea watoto wetu. Lakini ukikaa ukifikiria, pengine kuna mambo umefanyiwa wakati ukiwa mtoto ulikuwa unaona unaonewa, lakini sasa hivi umekuwa mtu mzima unaona kumbe sikuonewa, nimefanywa jambo hili kwa sababu yangu mie. Kwa hiyo tofauti ya wewe na mtoto wako iwe angalau mtoto wako wakati ule alikuwa mdogo ajue pengine kama umemgombeza kwa sababu gani, au umempiga kwa sababu gani, ajue kosa lake, na hii itakusaidia katika kujenga mahusiano mazuri baina yenu. Kama wewe ni mpenzi wa malezi na makuzi, usisahau kushare na kusubscribe. Assalamu alaikum.